kubadilishwa kutoka kwenye matumizi makubwa kurudishwa kwenye matumizi madogo. Yaani mara ya kwanza mtu anapokuwa amesajiliwa kwenye umeme anawekwa kwenye matumizi madogo, ila baadaye kulingana na matumizi yake anayotumia automatic system inamtoa inampeleka kwenye matumizi makubwa. Kwa hivyo basi tunachofanya sisi tunamuelimisha mteja, tunamwambia bwana, matumizi madogo yanatokea pale ambapo unapokuwa wewe mwenyewe umejihamisha kwa kununua umeme mwingi au kwa matumizi yako wewe jinsi unavyotumia pale na ndani ya mwezi mmoja, kwa sababu ndani ya mwezi mmoja haipaswi kuzidisha zaidi ya unit 75 kwa mwezi. Ndio utaratibu wa TANESCO ulivyo. Ukizidisha unit 75 kwa mwezi, automatic system inakuongeza kwenye matumizi makubwa ambayo tunaita tarifu 1. Matumizi madogo yanaitwa tarifu 4. Kwa hiyo kinachotakiwa wewe ambaye unatumia matumizi madogo usizidishe unit 75 kwa mwezi, ambao ni sawa na shilingi 9150 kwa mwezi mmoja. Na ikitokea mtu pengine kwa bahati mbaya au kwamba siku hiyo labda alipata tu kwamba sasa kuna mahali alipata pesa nyingi, ndio akaamua sasa kuja ninunue umeme mwingi, sasa akajikuta ameingia kwenye yale matumizi ya tarifu 1. Alafu wakati huo baada ya muda sasa anaona mambo yameshakuwa magumu, anatamani kurudi kule kwenye tarifu 4, anatakiwa kufanyaje? Tunachokifanya kwa huyo mtu wa namna hiyo, mtu ambaye alizidisha matumizi kwa bahati mbaya, tunachokifanya huyo mtu atakuja ofisini kwetu, atakuja tutaangalia score zake ndani ya mwezi kwamba amezidisha kwa mara ngapi. Kwa hiyo baada ya hapo atajaza fomu ambayo itamwonyesha ndani ya miezi 6 alitumia alikaa hapo akuzidisha tena, ila kama amezidisha sasa bado atakuwa hana sifa, kwa sababu mtu mwenye sifa za kurudishwa kwenye matumizi madogo lazima yawe chini ya unit 75 kwa mwezi. Kwa hiyo tunaangalia zile trending ndani ya miezi 6. Akizidisha ila maana amekosa sifa, bado anabaki kule kwenye matumizi makubwa. Tufafanulie kuhusu gharama za uunganishaji umeme, kwa maana ile 27,000 na ile bei nyingine. Gharama za uunganishaji umeme inategemea, kwa sababu ndani ya mita 30 kwa mita ya kawaida ya nyumbani ya makazi, ndani ya mita 30 kwa watu wa vijijini ni shilingi 27,000. Ila kwa watu wa mjini, kwa mfano kama hapa Shirati Ubwere, ni 320 na senti kadhaa hivi. Na hiyo mita kwa mtu wa kawaida tunaweza tukampimiaje, kwa maana ya mahesabu ya nguzo? Kwa hesabu za nguzo, zimekaa hivi ndani ya mita makisi, tunapima kwa mita. Mteja anapokuwa ameomba umeme kwa kuchukua fomu ikapitishwa kwa mkandarasi ikaja kwetu, ikifika pale tunakuja kufanya survey ya kupima urefu wa nguzo ilipo na nyumba yake ilipo. Ule urefu ule kwa kama urefu ambao ni wa kawaida wa nguzo moja ambao ni mita 70, gharama zake ni 515,000 na senti kadhaa. Urefu wa mita 120 ambao tunasema ni nguzo mbili hizo, gharama zake ni 600,000 na kama na shilingi 97,000. Kwa maana yake kwa huyu mtu ambaye atapaswa kulipia shilingi 27,000 ni yule ambaye hatahitaji nguzo. Ni yule ambaye hahitaji nguzo. Ila pia zikizidi nguzo 3, kwa sababu sisi gharama za kawaida za nomo service line ambayo ina ruzuku ndani yake mwisho ni nguzo 2. Zikizidi zaidi ya nguzo 2 ambao ni nguzo 3, urefu huo zaidi ya mita 120, hapo tunasema huyo mtu tunamweka kwenye mfumo wa mradi ambao lazima atalipia kitu kinaitwa CWO. Tunafanya estimation, tutatoa cost zake, atalipa service line nguzo 2 hizo za kawaida, na ile nguzo moja tuiweka kwenye mfumo wa miradi. Sawa. Sasa tumalizie na wanaopata changamoto. Wako majumbani wanapata changamoto. Ndio. Mawasiliano ya haraka yakoje? Mtu ambaye ana changamoto ya tatizo la umeme lolote linamtokea nyumbani kwake, anatakiwa kufanya ni kupiga simu namba 180 kwa ajili ya kupata huduma. Akipiga simu namba 180, ile simu itapokelewa na watu wa huduma wetu call center,
moja kwa moja. Wakishachukua ile namba watamhoji, akiwa na namba yake ya mita watamuuliza baadhi ya maswali, atakapojielezea basi watajua yuko sehemu fulani. Ile location itaenda moja kwa moja kwenye ile wilaya husika ambayo anatoa ile tatizo lake, moja kwa moja itaingia kwenye mfumo. Sisi watu wa huduma ambao tuko pale ofisi, ambao tuko na ile mifumo, tutaona ile taarifa ya tatizo lake pale. Tukishaliona tutatupa moja kwa moja kwa mafundi wetu, haraka haraka wataenda na tutatoa tatizo kwa haraka sana.